Mivutano katika eneo la mashariki mwa Ukraine imeendelea kuchukua sura mpya baada ya jeshi la Ukraine kuripoti uwepo wa wanajeshi wa Urusi katika viunga vya kaskazini mwa mji wa Pokrovsk uliopo katika mkoa wa Donetsk, ambako hatua hii imeashiria kuongezeka kwa kasi ya mashambulizi katika moja ya maeneo ambayo kwa miezi kadhaa yamekuwa kitovu cha mapigano makali kati ya Urusi na Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa mnamo Novemba 18 na kikosi cha 7 cha haraka cha vikosi vya anga vya Ukraine, imesema kuwa wanajeshi wa Urusi wanaoaminika kuwa walipenya katika mji huo mwanzoni mwa mwezi Oktoba kupitia upande wa kusini mwa mji huo, sasa pia huenda wameenea katika maeneo mbalimbali ya Pokrovsk. Lakini hata hivyo, udhibiti wa eneo hilo bado ni mgumu kuthibitishwa kutokana na hali tete ya mapigano ya mtaa kwa mtaa yanayoendelea katika mji huo. Katika chapisho lililotolewa na kikosi hicho limebainisha kuwa vikosi vya Urusi vinaonekana kujaribu kuchukua faida ya mianya midogo katika safu za ulinzi wa Ukraine. Wanajeshi kadhaa wa adui walijaribu kupenya na kupata nafasi katika moja ya vituo vya kilimo. Chapisho hilo limesema wanathibitisha kuwa kikosi hicho cha adui kimeangamizwa kabla ya kuanzisha ngome au kupata udhibiti wa eneo. Licha ya mafanikio hayo, pia maafisa wa Ukraine wameonya kuwa hali katika mji wa Pokrovsk inazidi kuwa ya hatari. Vita vya hapa vimetajwa kuwa miongoni mwa mapambano makali zaidi tangu Urusi ilipoanza vita vya uvamizi mkubwa dhidi ya Ukraine takriban miaka 2.5 iliyokwisha kupita. Tangu kuingia kwa wanajeshi wa Urusi kwa wingi katika eneo la mji huo mwezi Novemba, hali imeendelea kuwa tete na mbaya zaidi katika mji huo, huku vikosi vya Ukraine vikiendelea kupambana kuzuia mashambulizi au kusambaratika kwa mstari wa ulinzi katika mji huo. Kulingana na takwimu zilizochapishwa na kikosi cha 7, kimeeleza kuwa jumla wanajeshi 314 wa Urusi wamepoteza maisha katika mapigano hayo na zaidi ya 71 wamejeruhiwa katika mapambano ya mwezi wa Novemba pekee ndani na karibu ya Pokrovsk. Hesabu hizi zinadhihirisha ukubwa wa mapambano na kwamba Urusi inaendelea kukabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa vikosi vya Ukraine ambavyo licha ya vikwazo na upungufu wa rasilimali bado vinajizatiti kukabiliana na vikosi hivyo. Pamoja na jitihada za kuimarisha udhibiti wa maeneo ya mjini Pokrovsk, wanajeshi wa Urusi wanaripotiwa kuongeza shinikizo katika maeneo ya pembezoni, hususan mji wa Minohrad ambao uko karibu na sehemu ambayo wanajeshi wa Ukraine wanategemea kwa usambazaji wa vifaa muhimu vya kijeshi. Kuna taarifa kuwa Urusi imekuwa ikilenga kukata njia za usafirishaji kuelekea Minohrad kwa kutumia artillery, ndege ambazo hazina rubani pamoja na vikosi vya ardhini. Kwa mujibu wa ripoti za vikosi vya Ukraine, imeeleza kuwa njia za usafirishaji kuelekea Minohrad zimekuwa katika shinikizo kubwa, kwani mashambulizi ya mara kwa mara ya Urusi yameathiri uwezo wa Ukraine kusambaza vifaa vya msaada, silaha na chakula kwa majeshi yaliyoko mstari wa mbele. Lakini hata hivyo, licha ya hatari ya kuzingirwa, Ukraine bado imesema kuwa vikosi vyake vinaendelea kushikilia mji huo. Muhadhara wa kuanguka kwa Minohrad umekuwa ukitiliwa mkazo na wachambuzi wa kijeshi ambao wanaamini kuwa ukitekwa na Urusi mji huo basi unaweza kuwa sehemu muhimu ya kufanikisha mpango mpana wa Moscow wa kuzingira na kutenganisha kabisa vikosi vya Ukraine katika eneo hilo. Kulingana na wataalamu hao, wamesema kuwa Urusi inalenga kulazimisha Ukraine kujiondoa kabisa katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa raia, hatua ambayo inaweza kumruhusu adui kupanua kabisa udhibiti wake katika sehemu kubwa ya mji au mkoa wa Donetsk. Mji wa Pokrovsk umepewa uzito maalum katika vita hivi kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni kama moja ya miji mikubwa ya mkoani Donetsk iliyobakia katika udhibiti wa Ukraine. Kuanguka kwake basi kunaweza kuashiria mabadiliko makubwa ya mizani ya vita upande wa mashariki mwa mji huo, ambapo wataalamu wa masuala ya ulinzi wanasema ya kwamba ikitokea Urusi ikifanikiwa kabisa kudhibiti mji huu kikamilifu, basi itakuwa hatua sawa na ile ya kutekwa kwa Bakhmut, mji ulioanguka chini ya mikono ya Urusi miaka 2.5 iliyokwisha kupita. Kwa Ukraine pia Pokrovsk si tu ngome ya kijeshi, bali pia ni ishara ya uthabiti wao katika kukabiliana na mashambulizi ya Urusi. Kutokana na muhimu wake katika mji huo wa Pokrovsk,
Kiev imekuwa ikijizatiti kuzuia mji huo kuanguka, ambako mwezi uliopita Volodymyr Zelensky alitembelea maeneo ya mstari wa mbele ya Pokrovsk, akakutana pia na wanajeshi wake na kuwahimiza kuendeleza ulinzi pamoja na kuwapa msaada wa kisaikolojia pamoja na vifaa. Katika ziara hiyo, Zelensky alisisitiza kuwa Ukraine haitaruhusu Urusi kupata ushindi wa kisiasa pamoja na kijeshi ambao unaweza kubadili mkondo wa vita. Mji huu pia ni muhimu kwa Ukraine na ni muhimu kwa watu wetu, alikaririwa Zelensky akisema hivyo na kusema kuwa hawatakubali kupoteza eneo hilo. Katika jitihada zao za kukamilisha malengo ya kijeshi katika eneo hilo, wanajeshi wa Urusi wameripotiwa kuongeza msukumo wa mashambulizi katika siku za hivi karibuni, ambako kwa mujibu wa taarifa za kikosi cha 7 cha anga kimesema Urusi inaonekana kujikita katika mbinu za mashambulizi ya kasi, wakitumia askari wa miguu katika vikosi vidogo vinavyopenya kimya kimya badala ya mashambulizi makubwa yanayotumia magari mazito ya kivita kama ilivyokuwa katika hatua za awali za vita. Wachambuzi wanasema mbinu hii inaonyesha mabadiliko ya kiufundi katika njia ya Urusi kupigana, huenda pia kutokana na hasara walizozipata katika mashambulizi makubwa. Kwa sasa wanajaribu kutumia udhaifu wa Ukraine katika maeneo ya wazi ambayo inahitaji ulinzi wa karibu, hasa usiku na wakati wa hali mbaya ya hewa. Aidha, Urusi inaonekana kujiandaa kusonga mbele kuelekea huko Kherson, mji mdogo ulioko takriban kilomita chache kutoka Pokrovsk, ambapo maafisa wa Ukraine wanaamini ya kuwa endapo Urusi itafaulu kuteka mji huo, itakuwa katika nafasi ya kuimarisha zaidi shinikizo dhidi ya safu ya ulinzi ya Ukraine. Kwa upande wa Ukraine pia, serikali imekuwa ikifanya kila jitihada kuhakikisha kuwa mstari wa mbele katika mji wa Pokrovsk kamwe hauanguki. Mbali na kupeleka vifaa vya ziada na vikosi maalum vya kijeshi, Kiev pia imehimiza ushirikiano wa karibu kati ya vikosi vya ardhini, angani na vitengo vya intelijensia ili kuboresha uwezo wa kutambaa na kuzuia mbinu za Urusi. Wakati huo pia, wanajeshi wa Ukraine wanasema wameboresha mbinu za kupambana na ndege ambazo za rubani za Urusi, ambazo zimekuwa zikitumika kuratibu mashambulizi na kuwinda magari ya usafirishaji wa vifaa katika maeneo kadhaa ya Pokrovsk na Minohrad. Kitengo cha ulinzi dhidi ya drones kimeripoti mafanikio katika kushusha ndege kadhaa za adui. Mwisho, hali katika mji wa Pokrovsk na maeneo ya karibu inaonyesha sura halisi ya vita vya mashariki mwa Ukraine, ambako mapigano yasiyo na kikomo, mbinu za kujificha za adui, mabadiliko ya mara kwa mara ya maeneo ya udhibiti na upinzani mkali kutoka kwa Ukraine inayojaribu kulinda kila kipande cha ardhi yake. Ingawa Urusi inaonekana kuongeza juhudi za kuteka mji huo, Ukraine imelenga pia kuzuia mji huo kuanguka kwa gharama yoyote. Huku mapigano yakiendelea katika mji huo, ni wazi ya kuwa mstari wa mbele wa Donetsk utaendelea kuwa eneo muhimu katika kubainisha ni upande upi utabaki na nguvu kubwa zaidi katika miezi ijayo ya vita. Kwa sasa Pokrovsk inabakia kuwa kitovu cha mapambano na ishara ya mapambano ya Ukraine dhidi ya upanuzi wa kijeshi wa Urusi mashariki mwa nchi hiyo.